وأنتم مسلمون. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أحبت في الله, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rahma kipenzi chetu na kipenzi cha Allah bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ihsani yake na mapenzi yake aliyotuwezesha sisi wachache kati ya wengi kuweza kukaa katika jilsa ya kheri kama hii, jilsa ambayo ina malengo ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fursa hii kuna baadhi ya watu Mwenyezi Mungu hakuwapa kwa sababu mbalimbali, kwa dharura mbalimbali, kwa dhurufu mbalimbali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Lakini mimi na wewe Allah subhanahu wa ta'ala ametupa taufiki ya kuweza kukaa muda huu katika nyumba yake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametupa taufiki ya kuweza kukaa katika raudha min riyadhil janna, kukaa katika kiwanja miongoni mwa viwanja vya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya watu muda huu tunavyozungumza wako Mwaisera. Kuna baadhi ya watu muda huu tunavyozungumza wako Sewahaji. Kuna baadhi ya watu muda huu tunavyozungumza wako ICU. Kuna baadhi ya watu muda huu tunaozungumza miili yao iko mochwari inasubiri kwenda kuzikwa. Kuna baadhi ya watu muda huu tunavyozungumza wapo kwenye vilabu vya pombe. Kuna baadhi ya watu muda huu Allah subhanahu wa ta'ala amewapa dhurufu kwa maana ya wapo katika safari. Na kuna baadhi ya watu muda huu tunavyozungumza roho zao zinaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana ya wanakwenda kuwekwa katika makaburi yao. Sisi kupata fursa hii ya kukaa mahala kama hapa ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, si vinginevyo. Allah ametuchagua wachache kati ya wengi akatupa taufiki ya kuweza kukaa katika nyumba yake tukufu. Hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii kubwa aliyoweza kutuneemesha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, lau kama mtahesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuwa juu yenu, kamwe hamuwezi kudhibiti hesabu yake. Na katika miongoni mwa neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sisi kuweza kupewa taufiki ya muda kama huu ya kukaa katika nyumba yake tukufu na kuweza kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni sisi kuweza kupata bahati ya kukaa katika miongoni mwa viwanja vya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku moja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwaeleza masahaba akawaambia, mkipita katika viwanja, mkipita katika mabustani ya peponi, basi msiache kuchuma katika hayo mabustani. Masahaba wakawa hawajamuelewa mtume kwamba vipi mwanadamu anaweza akapita duniani mahala kisha mahala hapo pakawa ni katika miongoni mwa mabustani ya peponi. Masahaba wakamuuliza bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni yapi hayo mabustani ya peponi? Mtume akawaambia, ni hilaqu dhikri, ni vile vikao ambavyo vina malengo au shabaha ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume amefananisha vikao hivyo ni bustani katika miongoni mwa mabustani ya peponi. Kwa hiyo kukaa katika jilsa kama hii, kwa mujibu wa hadithi ya Mtume,
maana yake tumekaa katika kiwanja miongoni mwa viwanja vya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwenye kiwanja hiki maana yake tunachuma. Na uzuri ni kwamba hawakai watu wenye kukaa mahala popote ambao wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ila Mwenyezi Mungu kwenye kikao hiko anawashusha malaika, wanaleta rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inawezekana usione neema hii katika mtazamo wa macho ya kawaida, lakini wallahi niwaambieni, tumepata neema kubwa, tumepata fursa kubwa kwa sisi wachache kuweza kukaa muda huu katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Can you imagine, katika muda kama huu ungekuwa umekaa katika vijiwe vya kahawa, unapiga soga, unaongea maneno ya ajabu, lakini umekaa katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, tena unalipwa kwa sababu umekaa katika kikao cha kheri, lakini pia unalipwa kwa sababu umeweka nia ya kukaa itikafu. Ni malipo makubwa kwa kiwango gani unapata? Kwa hiyo hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, na inawezekana katika mtazamo wa macho ya kawaida ukaona hiki ni kikao kidogo sana, lakini wallahi niwaambieni, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kikao hiki ni kikubwa sana. Na inawezekana watu hawa wachache unaowaona hapa ndani ikawa ni sababu ya kuweza kupata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala kulikoni wangekuwepo watu wengi ndani ya msikiti. Mwenyezi Mungu anasema, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah. Kuna makundi mangapi yaliyokuwa madogo yaliweza kuyashinda makundi makubwa kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inawezekana ukaona kundi hili ni dogo, lakini pengine kundi hili ikawa ni sababu ya kupata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa uchache huu mnaouona, ni kwa sababu gani? Tuna nia ya dhati, tuna ikhlasi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kikao chetu hiki ambacho tumekaa kwa malengo ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kikao chetu hiki kama tulivyokusanyana hapa, akatukusanye katika pepo yake tukufu insha Allah yaum alqiyama, pamoja na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kabla sijaingia katika maudhu, kwanza nitoe shukurani za dhati na kutoka kwenye uvungu wa moyo wangu kwa ndugu zangu wa Munira Islamic Propagation Center, ambao wao ndio wanaandaa mihadhara hii kwa mashekhe mbalimbali katika misikiti mbalimbali. Lengo ni kuelimisha umma, lengo ni kufanya kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wanafanya hivi liwajhi llah, la nuridu minkum jazaa wala shukura. Wanayafanya haya kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, si vinginevyo. Nao pia tuwaombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri, na kwa kazi hii wanayoifanya iwe ni sababu ya kuzidishiwa katika mizani yao ya hasanati. Lakini pia niwashukuru uongozi wa msikiti wetu huu wa Kisumu kwa kukubali kwao kuandaliwa kwa muhadhara huu. Mwalimu wangu, shekhe wangu Imamu Abdu yuko hapa, na uongozi kwa ujumla, Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Hatuna la kuwalipa. Mtume anasema, man sanaa ilaikum ma'rufan fakafiuhu, yule ambaye atakayekufanyieni wema mlipeni. Fa in lam tajidu, ikiwa mtakosa la kumlipa, fad'u lahu, basi muombeeni dua yule mtu aliyefanya jambo jema. Kwa hiyo pia tunawaombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala uongozi kwa ujumla kwa kukubali kwao muhadhara huu kufanyika kwenye msikiti wao, lakini pia na nyinyi ambao mmetenga muda wenu mkakaa na kuweza kusikiliza. Allah subhanahu wa ta'ala atakulipeni kila la kheri. Mada au maudhui ambayo imechaguliwa katika muhadhara wetu wa leo ni tathmini ya Ramadhani iliyopita. Ni tathmini ya Ramadhani iliyopita. Kwa nini tumeamua kuchagua mada hii, kufanya tathmini ya Ramadhani iliyopita? Ndugu zangu, kabla ya kuingia kwa Ramadhani ya mwaka huu, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuweze kuidiriki Ramadhani ya mwaka huu, itakuwa ni jambo la ajabu na itakuwa ni jambo ambalo ghairu maaqul, ni jambo ambalo haliingii akilini
tukafanya maandalizi ya kuingia kwa Ramadhani ya mwaka huu kabla hatujafanya tathmini ya Ramadhani iliyopita, ni kwa kiwango gani tumeweza kuachieve katika malengo ya uchamungu. Itakuwa ni ajabu sana kwamba tujiandae kuingia Ramadhani ya mwaka huu, tathmini ya Ramadhani iliyopita tukiitazama, tuliweza kufikia malengo ya uchamungu au hatukuweza kufikia malengo ya uchamungu. Ndio maana tukaonelea muhadhara wetu wa leo, mada iwe ni tathmini ya Ramadhani iliyopita, ili tuweze kufanya postmortem, tuweze kufanya critical evaluation, tathmini ya kina, tuweze kufanya auditing, tuikague Ramadhani ya mwaka jana ilitufikisha katika malengo ya uchamungu kwa kiwango gani, ili baada ya kuitazama Ramadhani ya mwaka jana, kama kuna mahala tumekosea, maana yake tukifanikiwa kuipata Ramadhani ya mwaka huu tusiweze kukosea tena. Lakini inawezekana kuna baadhi ya watu humu ndani wana Ramadhani ya 50, wengine wa Ramadhani ya 20, wengine ya 30, wengine wazee wetu wana Ramadhani ya 60. Lakini suali sio una Ramadhani ngapi umefunga. Suali la msingi, Ramadhani imekufikisha kwa kiwango gani kwenye daraja ya uchamungu? Hili ndio swali la msingi. Swala sio umefunga Ramadhani ngapi. Suali la kujiuliza, Ramadhani imekufikisha kwenye lengo la uchamungu? Ikiwa Ramadhani haijakufikisha kwenye lengo la uchamungu, tatizo liko wapi? Na Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa anaelezea malengo ya mwezi mtukufu Ramadhani akasema la'allakum tattaqun. Malengo ni kuweza kuachieve, kufikia yale malengo ya uchamungu. Suali langu kwenu kabla sijaendelea mbele, tukijipima katika nafsi zetu, tunavyojiona Ramadhani ya mwaka jana imetufikisha katika daraja ya uchamungu au haikutufikisha? Bali linsanu ala nafsihi basira walau alqa maadhira. Tukifanya critical self evaluation, Ramadhani ya mwaka jana imetufikisha katika lengo la uchamungu au haikutufikisha? Malengo ya mwezi mtukufu Ramadhani, la'allakum tattaqun. Mcha Mungu hajulikani ndani ya Ramadhani. Ndani ya Ramadhani kila mmoja aliyekuwa hapa anakuwa mcha Mungu. Watu hawazini katika mwezi mtukufu Ramadhani, watu hawadhulumu katika mwezi mtukufu Ramadhani, watu hawaibi, watu hawaongopi, watu hawachezi kamari katika mwezi mtukufu Ramadhani, watu hawachezi avieta, mikeka katika mwezi mtukufu Ramadhani, watu hawafanyi dhulma ya aina yoyote katika mwezi mtukufu Ramadhani, watu hawaendi kwenye viringe vya waganga katika mwezi mtukufu Ramadhani. Suali la kujiuliza, je, baada ya mwezi mtukufu Ramadhani tuliishi kama tulivyoishi katika mwezi mtukufu Ramadhani? Mcha Mungu hajulikani katika mwezi mtukufu Ramadhani. Mcha Mungu anajulikana baada ya mwezi mtukufu Ramadhani. Tumeweza kusucceed, tumeweza kufanikiwa kufikia katika hiyo level ya yale maisha tuliyoishi mwaka jana katika mwezi mtukufu Ramadhani? Tangu Shawwali kuingia mpaka Shaabani hii, miezi hapa ya katikati hii, maisha yetu yalikuwaje? Tuliishi kama ndani ya Ramadhani iliyopita? Bali linsanu ala nafsihi basira. Kila mmoja anajijua mwenyewe katika nafsi yake maisha aliyoishi. Ikiwa mwanadamu ameishi nje ya mfumo wa maisha yale aliyoishi katika Ramadhani iliyopita, miezi hii hapa kabla ya kuingia kwa Ramadhani ya mwaka huu, maisha aliyoishi ikiwa ni maisha ya kumuasi na kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadhani ya mwaka jana haikumsaidia kufikia katika uchamungu. Ramadhani ya mwaka jana haikumsaidia kufikia katika uchamungu. Sayyiduna Umar ana maneno yake, anasema hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jipimeni, jifanyie mahesabu mwenyewe katika nafsi yako kabla haujakwenda kufanyiwa mahesabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukijipima mwenyewe unajua ni mahala gani unakosea. Uzuri wa mwanadamu, akifanya dhambi anajua hii ni dhambi nafanya,
Jipime mwenyewe katika nafsi yako. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, pima mwenyewe katika nafsi yako. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, pima matendo yako kabla hayajakwenda kupimwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadhani ya mwaka jana umeachieve malengo kwa kiwango gani kufikia katika daraja ya uchamungu? Ndugu zangu, mwanadamu ambaye anaishi bila ya malengo hana tofauti na mnyama. Mbuzi akiamka asubuhi anakwenda malishoni, hawazi wala hafikiri chochote kwenye maisha yake zaidi ya kwenda kula majani na kurudi bandani. Lakini mwanadamu anayeishi hali ya kuwa hana malengo, hafikirii, hawazi, anakuwa hana tofauti na mbuzi. Sasa ikiwa mwanadamu anaishi ana malengo, je, malengo aliyotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, sisi wanadamu tumeweza kuyafikia yale malengo? Mmoja niliwahi kusema mahala, kuna kitu kinaitwa al-ahdafu dhakia au smart goals. Mwanadamu anapoishi kwenye maisha yake lazima awe na malengo yaliyokuwa smart, malengo yaliyokuwa mazuri, na malengo huwa yanapimwa. Wanasema ni qabilu lilqiyas, ni measurable. Malengo yale ukiyapima yamefikika. Malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiyapima yale malengo vipi? Alafu kuna kitu kinaitwa qabilu litahqiq, achievable. Ukiwa na malengo lazima upime, je, nimeweza kufikia yale malengo? Ikiwa haupimi katika malengo yako, kuna hatari ya kuweza